Ndege ya kivita ya kisasa ya jeshi la wanamaji la Marekani aina F-35B ilianguka karibu na kituo cha kijeshi cha Miramar kilichopo San Diego, jimbo la California, jana Ijumaa Julai 31 mwaka 2026 baada ya rubani wake kujirusha kwa kutumia kiti maalum cha kujiokoa kabla ndege kugonga ardhi. Jeshi la Marekani limethibitisha kuwa rubani huyo amenusurika na kwa sasa anaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya eneo hilo, huku maafisa wa jeshi wakianzisha uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la wanamaji la Marekani, rubani huyo alitumia mfumo wa kujiokoa uliowekwa kwenye ndege hiyo muda mfupi kabla ya ajali kutokea. Mfumo huo humwezesha rubani kujitoa ndani ya ndege kwa usalama pale inapobainika kuwa hali haiwezi tena kudhibitiwa au kuna hatari kubwa ya kuendelea kubaki ndani yake. Baada ya kujirusha, rubani huyo aliokolewa na timu ya dharura na kusafirishwa haraka kwenda hospitalini kwa ajili ya uchunguzi na matibabu. Jeshi hilo limesema rubani yuko kwenye hali nzuri na majeraha yapata hatarishi maisha yake. Hata hivyo, madaktari wanaendelea kumfanyia uchunguzi wa kina kutokana na athari zinazoweza kujitokeza baada ya kutumia mfumo wa kujiokoa ambao humtoa rubani ndani ya ndege kwa kasi kubwa sana. Mara baada ya ajali kutokea, vikosi vya uokoaji, askari wa jeshi la zimamoto vilifika haraka katika eneo hilo na kuanza operesheni ya kuzima moto pamoja na kulinda eneo la tukio. Picha zilizorekodiwa kutoka eneo la tukio zinaonyesha jinsi moshi mweusi ukifuka kutoka kwenye mabaki ya ndege yaliyokuwa yameanguka katika eneo la wazi lenye udongo karibu na kituo hicho cha kijeshi. Magari kadhaa ya kijeshi ya zimamoto na ya huduma za dharura yanaonekana akiwa yamezingira eneo hilo, huku askari wakihakikisha hakuna mtu asiyehusika anayekaribia mabaki ya ndege hiyo. Hatua hiyo ilichukuliwa kwa haraka kwa sababu mabaki ya ndege za kivita yanaweza kuwa na mafuta, vifaa vya kulipuka au teknolojia nyeti ambazo zinahitaji kulindwa. Wazimamoto pia walitumia kemikali maalum kuzima moto pamoja na maji ya kudhibiti moto uliokuwa ukiendelea kuwaka kwenye mabaki ya ndege. Sehemu kubwa eneo la ajali ilionekana kufunikwa na kemikali hizo za kuzimia moto, huku wahudumu wa dharura wakihakikisha moto hauendelei kusambaa kwenye uoto wa asili uliokuwa karibu na eneo la tukio. Ndege ya F-35 ni moja ya ndege za kisasa zaidi za kivita zinazotumiwa na jeshi la Marekani. Telo hili limeundwa kwa uwezo wa kuruka katika njia fupi na kutoa wima, jambo ambalo linaiwezesha kufanya operesheni kwenye meli za kivita na maeneo mengine yenye nafasi ndogo ya kurukia ndege. Uwezo huo huifanya kuwa muhimu katika maeneo ambayo hayana viwanja vikubwa vya ndege. Mbali na uwezo huo, ndege hiyo imejengewa teknolojia ya kisasa inayopunguza uwezo wa kugunduliwa na rada za adui. Takwimu za jeshi la anga la Marekani zinaonyesha kuwa tangu ndege hizo za F-35 zianze kutumika kumekuwa na ajali kadhaa za kiwango hicho. Baadhi ya ajali hizo zilihusishwa na hitilafu za kiufundi, huku nyingine zikitokea wakati wa mafunzo au shughuli za kawaida za kurusha ndege. Kila tukio limekuwa likifanyiwa uchunguzi wa kina ili kuboresha usalama wa ndege na kupunguza uwezekano wa ajali zinazofanana kutokea baadaye. Kituo cha kijeshi cha Miramar kilichoko karibu na eneo la ajali kina historia kubwa katika shughuli za anga za kijeshi nchini Marekani. Kwa miaka mingi kilikuwa makao ya shule maarufu ya marubani wa ndege za kivita iliyopata umaarufu duniani kupitia filamu ya Top Gun, kabla ya shule hiyo kuhamishiwa katika jimbo la Nevada mwaka 1996. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.